Ndugu waandishi wa habari, nachukua fursa hii kuwakaribisha katika mkutano wetu maalum ili niweze kutoa taarifa kwa umma, kwa maana ya wananchi, juu ya maandalizi ya kupiga kura tarehe 29 Oktoba mwaka huu, pamoja na hali ya usalama kwenye mkoa wetu wa Pwani, na kuchukua nafasi hii pia kuhamasisha wananchi kuweza kujitokeza kwa wingi tarehe hiyo ikifika, kwa maana siku ya Jumatano ijayo. Ndugu waandishi wa habari, mnafahamu Tume Huru ya Uchaguzi ilitangaza tarehe 29 mwezi wa Oktoba au mwezi wa 10 mwaka huu 2025 itakuwa ni siku rasmi kwa Tanzania waliojiandikisha kupiga kura kufanya hivyo, kwenda kupiga kura kuchagua viongozi wetu kwenye nafasi ya urais wa nchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wabunge wa majimbo pamoja na madiwani. Nichukue nafasi hii kuwafahamisha wakazi wa mkoa wa Pwani kwamba serikali tumefanya maandalizi ya kutosha, tumetoa elimu ya kutosha kwa kushirikiana na wadau mbalimbali, taasisi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na viongozi wa dini, lakini pia tumeweka mazingira bora kabisa yatakayowezesha wananchi kwenda kupiga kura bila changamoto yoyote. Nichukue nafasi hii pia kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuitangaza siku ya tarehe 29 Oktoba kuwa siku ya mapumziko ili wananchi waweze kushiriki vizuri kwenda kupiga kura kuchagua viongozi wao. Swala la kupiga kura ni haki ya kikatiba, ni haki ya msingi, na inawezesha wananchi kuchagua viongozi wanaowapenda, wanaoamini kwamba watatatua changamoto zao na kuwaletea maendeleo kulingana na jinsi vyama vya siasa mbalimbali vilivyoweza kunadi sera zao. Kwa mkoa wetu wa Pwani, mazingira kama nilivyosema awali, tumeweka mazingira bora kabisa. Tume Huru ya Uchaguzi imetangaza mkoa wetu wa Pwani una vituo 3941. Kwa hiyo unaona vituo vya kupiga kura vimewekwa jirani ili kuweza kurahisisha wananchi kwenda kupiga kura. Niwaombe tujitokeze kwa wingi sana kwa wote ambao tumejiandikisha kwenda kupiga kura. Lakini niwahakikishie vyombo vya dola, vyombo vya usalama venye wajibu wa kuhakikisha mkoa wetu unabaki salama vimejipanga vizuri. Hakuna mwananchi atakayebugudhiwa, hakuna mwananchi atakayetishwa, hakuna mwananchi atakayezuiwa kwenda kupiga kura. Na nitoe onyo, tumejipanga vizuri. Kamati ya usalama mkoa pamoja na vyombo vyote, tuna taarifa kutoka maeneo mbalimbali ya mkoa wetu, tunajua katika kila eneo nini kinaendelea na tumejipanga vizuri sana. Kwa hiyo niombe wananchi, jitokezeni kwa wingi. Kama nilivyosema, msiwe na wasiwasi wowote, nendeni mkatekeleze haki yenu ya kikatiba kuchagua viongozi ambao mnaamini watawaletea maendeleo. Mwisho, nichukue nafasi hii kushukuru sana vyombo vya habari na wanahabari. Mmefanya kazi kubwa kuhakikisha wananchi wanapata elimu ya kutosha kuweza kuhamasisha, na niombe tuendelee na jukumu letu kama ambavyo maadili na taaluma zetu zinaelekeza, lakini kwa kujua sisi wote ni Watanzania na sisi ni wazalendo na swala hili ni swala la msingi, tuendelee kuimarisha utulivu, tuendelee kutoshiriki kutoa taarifa ambazo zinaweza zikaleta changamoto kwenye jamii. Baada ya kusema hayo, niwashukuruni sana wakazi wa mkoa wa Pwani. Kesho mwamke mapema,
siku ya uchaguzi kwa viongozi wa nchi yetu kwa Tanzania bara ni siku moja tu, tarehe 29. Usipoweza kupiga kura siku hiyo, hautaweza kupiga siku nyingine. Muwahi mapema, na tume imeshaelekeza itakapofika muda wa mwisho wa kupiga kura, kila aliye katika mstari wakati huo basi atapata nafasi ya kupiga kura, hata iwe ni muda gani baada ya muda uliowekwa, ili mradi umewahi kituoni kwa wakati. Nawashukuruni sana na asanteni sana.